afadhali hata brother mmefika, manake nilikopo namalizia kufunga mlango hapa ili nije huko nyumbani kwenu. Kwa sababu toka jana uliponipigia simu, yani hata leo nilipoamka asubuhi nikapo sipo vizuri, nikasema ngoja nifanye shughuli zangu hapa. Nilipomaliza tu nikasema ngoja niwafuateni nyumbani. Vipi kuhusu ratiba ya mtoto imekaaje? Mmemwona? Ndugu yangu, hadi muda huu mtoto hajapatikana. Na sijui niingilie wapi nitokee wapi hadi mtoto apatikane. Ila yote ni uzembe wa shemeji yako. Kwa sababu hanamwacha mtoto, yeye anajali umbea. Unasemaje wewe? Wakati natoka kwenda kufuata umbea ulikuwepo. Alafu shemeji, wa brother sikiliza. Amezidi. Sawa. Shemeji, nimewaelewa bwana. Hebu tulieni basi. Msianze kuleta malumbano yasiokuwa na msingi. Malumbano hayawezi kusaidia chochote. Kwa yote tuyaache, tujue tunampataje mtoto. Ila mimi nilikopo na wazo moja. Kuna sehemu nataka tuelekee. Poa, ngoja nifunge mlango hapa, alafu tuondoke. Tuelekee hivi brother. Bwana Kivuruge. Karibuni sana. Mimi ndo mganga Kijambio. Mbona ila? Nimeiona mganga Kijambio. Mngeshika wote wawili. Wewe pamoja na mkeo. Achia mikono. Mbona hiyo dawa? Hiyo dawa mkaimwage katika uwanja wenu. Tumeelewana? Ndio. Hakikisha mnaimwaga uwanjani. Mtoto wenu atarudi tu. Sawa sawa? Ndio mganga Kijambio. Naomba nisaidie sana mganga. Nampenda sana mwanangu. Usiwaze wala usijali. Hapa ndo kwa mganga Kijambio. Hakuna mwingine. Nakuaminia mganga Kijambio. Sawa. Samani. Unaweza kidogo kutupisha? Sawa mganga. Baba, kazi yako nishamaliza. Fanya kama tulivyokubaliana. Haina shida hiyo. Na hilo jina Kijambio mimi nimejiita kwa sababu nitapeli kama mimi mganga. Najua mimi nitapeli lakini hivyo. Ningesema nitalete mera boy mtu mbada singeweza kujua mimi mganga. Ndio. Fanya kama tulivyokuwa. Nikafanya utaratibu wa pesa. Changamka sasa. Hata nikawajiuliza uweze kwenye mtaa wetu umeanza lini? Kwa sababu haiwezekani mtu unakuta mtu amepika mwenyewe baba wake amejiachia anataka nje kale dako akafuturu, eti mtu anaenda tu mumama wa watu kapika baba wake pilau lake masontojo manyama akatia mabilinganya mchuzi lojo. Tena ubaba ulikuwa unanukia perfume, eti perfume. Ulikuwa unanukia nasi, ametia iliki, afu mwenyewe akachukua mkaa akaweka juu, akawa anataka atoe ukoko kama anavyotoa watu wa Tanga. Mwenye kapika taka ubaba robo nasi 8, afu mtu anaenda tu kita akafunua mfuniko akachukua ubaba akala fiu. Tenda wakamkamata wakaanza kumtembeza mtaa mzima, wanamuita mwesi. Nani huyo? Huyo mtoto wa mama atupele ndio amemshika muisi, alikuwa naiba ubwabwa. Hata nikajosa uwezi umeanza lini kwenye mtaa wetu? Lini mambo hayo? Si juzi kuamkia leo, kuamkia juzi na jana na wiki ile iliyopita, ndio kuamkia leo asubuhi jioni usiku ndio mtu amemkamata. Hata hiyo yote 9, yote 10, 11, 12, 13. Hata tena nikapita dukani. Hata lile duka mwenyewe nikawa nimeenda bwana nakuja bwana. Si unaona anabongea umbea na mtu hapa? Hebu unaona sasa. Sasa umeona lile duka? Mbali sinakuita. Bwana unaniita nini wakati unaona mimi naongea umbea bwana? Kwa umbea ndio unasamani sana kuliko mimi au sio? Hamuna mke wangu naongea umbea tu hapa na mngoja nimumalishe mtu. Hata nikika hivyo sasa unanitekenya sasa. Hayo mbole. Ana shida kweli na mkewe.
Ndugu yangu, mimi nimekuja. Ujaji wangu hapa nimekuja na mambo kadhaa kidogo nataka tuzungumze. Jambo la kwanza ni kuhusiana na yule ndugu yangu ambaye nilokuja naye hapa. Mimi ndugu yangu amenifuata, ameniambia ile kazi kashamaliza, lakini mbona huni mabadiliko? Sasa mimi nikashangaa. Inakuwaje asione mabadiliko kama kazi kaifanya vile ambavyo alivyoagizwa? Lakini pia nikasema inawezekana kwamba labda kafanya kazi na sio afanikiwe hapo hapo. Sasa ndio maana mimi nimekuja kwako ili kulithibitisha hilo. Je, kweli yuko sahihi na alichoniambia au kuna sababu zilizomfanya mpaka sasa hivi asione mabadiliko? Sawa, nimekusikia. Lakini rafiki yako amezingua. Amezingua? Ndio namaanisha nachoongea. Sasa amezinguaje? Mashati nilompatia ameyafanya kama yalivyo, lakini shati moja tu kavunja. Wakati akiwa anafanya kile kitendo, kuna mtu amemuona. Sijakuelewa. Kuna mtu alimuona? Sasa na huyo alimuona ni nani? Unaniamini ninachokiongea au uniamini? Mimi nakuamini, lakini pia mbali ya kukuamini hata pia uthibitisho sio mbaya. Tazama. Kumbe ndo alimuona. Huyu kijana namjua huyu. Huyu kijana namjua. Huyu ni mbea. Yaani hapa kijijini anasifika kwa umbea. Na kama kamuona huyu, hizi taarifa lazima zitafika kwa kila mtu. Sasa samani, tunafanyaje kuhusu huyu kijana alimuona? Kwa hiyo ni tatizo dogo sana kwa mganga Kimbudo. Lakini cha kukusaidia, jambo la kwanza inabidi uende wewe kama wewe binafsi, ukamfuate yule rafiki yako, uende ukaongee naye. Sawa. Na uende ukamwelekeza kabisa huyo uliomuona akamchungulia. Ndio. Kama atakuelewa basi hakuna shida yoyote, ila kama hatakuelewa mimi nitajua jinsi ya kudili naye. Na pia bila kusahau, nenda kamwambia huyo rafiki yako aliyevunja masharti, kamwambie mganga Kimbudo kasema hahitaji kukuona tena kilingeni kwake. Sawa, mimi nimekuelewa. Sasa samani, ningependa tu nimwahi, maana huyu kijana huyu taarifa kazipata yeye na kaona. Bila shaka hizo taarifa zitasambaa sasa hivi. Kwa hiyo mimi nataka nimwahi huyu kabla hajatoa hizo taarifa. Kwa hiyo sijui unaniruhusu niondoke? Sawa, lakini kabla hujaondoka kamata ile pembe. Lakini sasa mimi mganga sijaja kwa ajili ya kazi, nilikuja tu kwa ajili ya hili. Kamata. Sawa. Koa mara 3 kwenye ile pembe. Safari yako itakuwa salama. Kama utofanya hivyo, safari yako itakuwa ya matatizo njiani. Tayari. Ndio. Sasa unaweza ukaenda. Sawa, ngoja nimwahi.
Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kristo shikamani. Marhaba. Habari? Salama. Kwema. Kwema. Mbolimboli. Huu mguu ni wa kwenu. Mguu wa kwetu mbona mwana wewe? Najua kanao mimi, lakini mimi na shida na wewe hapa. Wewe na shida na mimi? Kwenye mambo yetu hapo dalali. Humo. Basi haina shida. Umefika. Haya tunabongelea wapi? Lakini ningependa tungezungumzia pale. Tuongelea hapo kwa pembeni. Basi sasa mama toa mbombo. Basi ngoja nisungumuze kwanza na mgeni, sawa? Sawa, nakupa dakika hizo 2. Wewe ushamaliza maongezi yako, sharudi hapo. Maana mimi naye hatujamalizana. Atenda bwana. Aendi mbali. Sawa, namkuja hapa. Unajua kweli mke wangu amekuja amenishika vya mkwiju? Bwana kuna sehemu nilikuwa nipo napiga umbea zangu na kula ubuyu. Akanifuata pale, mbali. Nilikwambia nyumbani mimi nasonga bungeni, uje na dagaa mkele, alafu umekaa unajiachia unakula zako umbea peke yako. Mimi nyumbani nilala na njaa. Ndio akanikamata mkwiju. Akaniambia hapa tunatoka mguu wangu tunakwenda mpaka nyumbani. Ndio tumetoka nyatu mpaka tumekuja tumeguguda hapa kwenye nyumba yetu. Mbolimboli. Mimi nimekuita hapa sina mada ya kiwanja wala nini. Ila mada alionifanya nikuite hapa. Mimi nafahamu kwamba wewe ni mtu update. Sasa nataka unipe update ambazo unazozijua. Hapo kwenye update hapo sijaelewa. Yaani inamaanisha wewe ushiwi habari. Ndio kwenye sala na umbea. Hapo mbona ndio umefika kwa Mkimas. Mimi nina umbea mpaka wa mwaka 1900 ambao nilikuwa sijasaliwa nikasaliwa tena umbea wake wote bado ninao. Umbea naotaka mimi kuanzia juzi jana na leo ndo umbea ambao unahitaji mimi. Mimi umbea ninao, tena ninaumbea new generation people, ninaumbea old is gold, ninaumbea cup is not federation cup, is Taifa Stars and Tunisia goal. Mimi ninaumbea world is gold, yani ninaumbea mwingine ambao ni wa mwaka 1999, yani ninaumbea wa future ambao hujatokea. Mimi umbea ninao. Umbea ambao ulitokea ukafa ukasikwa, mimi ninaumbea mpaka wa watu waliokufa, yani vinavyoendelea kusimu vyote umbea mimi ninao. Sasa unataka umbea gani? Nijue habari inaotembea sasa hivi. Habari iliyopita. Yes. Kwa kumbe wewe unataka umbea newspaper? Yes. Umbea ambao sijabutangaza bado? Njoo. Sasa hapo kwenye umbea ambao sijatangaza ninaumbea isi 3. Katika hizo umbea 3, umbea wa kwanza kuna sehemu nimepita nyatu nikakuta watu wamejazana hivi. Yaani watu wako wengi wanashangaa. Kumbe kuna mwamba mmoja huyo amekamatwa na mke wa mtu alikuwa anafanya hivi. Basi katika kufanya hivi fikanasa hivi kwa afitoki. Watu wakajaa hivi wakawa wengi wanashangaa. Hata nikajiuliza mbona fimenatiana au aliweka super glue? Hata nikawa najiuliza, nikasema umbea na uweka new update, kesho naanza kubutangaza mbele za watu. Umbea wa pili? Umbea wa pili. Sasa najimbelea mimi mwenyewe. Unajimbelea mimi mwenyewe. Bwana nilikuwa napita zangu mtaa kwa mtatoto kwa toto. Mimi nyato. Toto ya kwanza nikazama. Toto ya pili nikazama. Toto ya tatu amani. Nasikia milio ya farasi. Ukunasikia akapa. Nikasema hiki nini sasa? Nikasema kwa lazima nijue nini kiendelea. Basi mimi nyato mpaka kwenye modilisha. Ile nachungulia tu nikamwagiwa maji. Kumbe nikaonwa. Sasa mbona unaingia ndani? Umesahau mganga atuambia nini? Nishachanganikiwa hapa. Kwa hiyo unataka tufanye sasa hivi? Ndio, tufanye sasa hivi. Sasa unajua kama majirani watakuwa wanatuangalia? Majirani kitu gani bwana? Tufanye sasa hivi. Ni kwa ajili ya mtoto unajua. Basi haina shida. Unajua swala kama wewe umeshalipania tulimalize. Shika hii. Chukua kidogo. Na mimi na huko ila angalia huko na watu huko sawa? Ili tuwakomeshe majirani.
Huko hautuoni huko? Hamna anayetuona. Yule mtoto lazima atarudi sio? Mwanangu lazima arudi. Lazima mwanangu arudi. Niamini mimi, mtoto lazima arudi hapa. Haiwezekani. Wewe jana tumeshinda naye, leo haonekani kabisa. Aenda sasa kabla tujakufa. Ficha huko. Nimechoka. Hebu ngoja mimi niandae vitu sasa hivi nipike. Sawa, andaa. Mimi naenda chooni. Ngoja mjinani. Nikamwagiwa maji bwana, nilitoka mbio mimi. Nikasema uombea tena basi bye bye. Wewe ni uombea wangu wa pili. Nimejimbelea mimi mwenyewe. Umbea wa tatu. Umbea wa tatu. Hakuna mtu anayetuona. Hakuna. Wewe ongea. Hata umbu. Hakuna. Hata umbwa. Ongea. Yaani hata insi asisikie umbea nakupa, kwa sababu umbea nilikuwa nataka kesho ndio nianze kuutangaza. Sawa, ongea nakusikia. Bwana, nilikuwa napita kwenye mtaa wa pili kule juu. Sasa bwana, katika pita zangu unamjua yule Sengo? Namjua. Bwana, nikamkuta Sengo yupo na kile kitoto kidogo kinaitwa Asumba. Bwana, Sengo nikaona tu Hamadi kamshika mtoto Asumba hivi kwenye kodomo akamkaba hivi yaani akamshika hivi akamkaba Niokoe. Baada ya hapo akafanyaje? Akampiga ngeta mfano wa kitansi, yule mtoto akaanguka chini. Nikashtuka. Sengo naye akashtuka. Naye akashtuka. Yaani ameua mwenyewe hapo mshtuka. Akamfanyia tu mtoto kwenye mpigo moyo. Akaona mapigo ya moyo afanye tu kuta. Akasema, nimeua maskini ya Mungu, nimeua. Nikamwona anatoka mbio. Mimi nilichokifanya nikapiga toa ya kwanza ya pili tatu. Na mimi nikapiga mapigo ya moyo mtoto. Nikaona mtoto amekufa. Nikasema hii habari na iweka kwenye moyo wangu. Kesho asubuhi mapema ndio nataka nianze kutangaza. Sasa wewe umeniwahi. Alafu nimekupa habari hata tujakubaliana. Habari kama hizo hapa natoga kwa shilingi 1000 hizi. Okay. Hiyo hela sio shida. Sasa mimi nikuombe kitu. Kuhusiana na umbea, naomba usimtangazie mtu yoyote. Nisitangaze. Wewe ni habari yangu niuze baba. New Generation People Today Tomorrow hizi ndio kusambazi. Nisikilize kwa makini Mbolimboli. Mimi nakwambia hivyo kwa maana kulinda usalama wako wewe mwenyewe. Kwa sababu ukitangaza hiyo ni kesi narudi kwako kwa sababu wewe shahidi. Ndio. Sasa ili liwe zuri kwako, naomba unisikilize anayokuambia. Usitangaze kwa mtu yoyote. Na mimi nikisikia kwamba umetangaza kwa mtu yoyote, mimi nitajua kwamba Mbolimboli ndo alosambaza hizo taarifa, kwa sababu yeye kaona mtu kaua. Na askari wakija watakukamata. Hata bwana nikamata, kwani mimi ndo nimeua bwana? Mimi ndo nimeua? Mimi ni mtangaza umbea, mimi mtangaza habari. Kwani wanaotangaza taarifa za habari wale wanakamata wanapelekwa polisi? Sisi tunatangaza habari. Wewe hujaua, lakini unahusika kwenye ushahidi. Sasa ili kujisafisha na wewe na isiwe madhara kwako, naomba usikilize haya ninayokuambia, usitangaze. Sasa ole wako nisikie umetangaza. Nitakuletea askari watakuja kukukamata chizi wewe. Hawa mtati nyimwe. Hata mambo naingilia, kwani wewe ndugu yako bwana? Huyo bwana vipi huyo? Hasa mtu anaua kabisa, nimemwona tena, ilikuwa ni habari trending. Kesho mimi nilikuwa natangaza umbea kijiji chote. Tena nilikuwa naenda kwa mtu kazi. Nilikuwa napita nyumba kwa nyumba. Lakini sasa amesema polisi. Hapo ngoja tuone nikase kwanza. Nitaweza kweli kukasa? Hapa napotelea hapo tatatua mwenye huko. Lakini kuna jela na guest. Nikienda jela nitatoboa kweli. Naweza nikakasa. Haya, wewe mgeni uko wapi? Mgeni ameondoka zake. Mimi na wewe tujamalizana. Twende tuendelee kwetu. Unanitekenya sasa. Usinishike hivyo. Asubuhi unaniita Mbolimboli. Nilikuwa ninafanya vitu vyangu nyumbani
mnasikia tu wewe unaitwa kule, unaitwa na Mususi. Nikasema ngoja niende nikamusikilize anataka nini. Haya, nimekuja bwana, nataka nini? Kwanza nimekumisi tu, alafu nimefuata umbea. Maana unajua uishi umbea. Umefuata umbea? Nane. Habu umbea ndio ni nao. Hata umbea bwana, nataka umbea wa bure bure. Wewe unataka hela? Ndio. Haya, nakupa hela, nipe umbea. Hapo unanipa hela? Haya, unanipa shilingi ngapi, 200 au 300? 200. 200? Basi sawa, ngoja nikupe umbea wa 200 unaoendana na 200 yako. Hata bwana, ujue unamjua mama Tupele? Namjua. Ndio mama Tupele ule wa Tukuyu Katumba. Bwana mama Tupele kumbe alikuwa na mume wake. Alikuwa na mume wake vipi? Hata bwana yule mama akapata mwanaume bonge kubwa likamtongosa. Alivyotongoswa mama Tupele akamwambia mwanaume, mimi hapa sijabwaleba, sina mwanaume, sina bwana, sina girlfriend, sina boyfriend, nipo single girls, nipo single boys and single school girls. Hata yule bwana akamwambia kama upo single basi sawa. Wakabebana wakaenda mpaka kwenye mgesiti. Kufika kwenye mgesiti wakafunga milango wakafungiana mtu mbili. Wakaanza ifi mtatiku ifi ikafanya kile wakifanya ifi haitoki. Kile wakifanya ifi haitoki. Yaani fikana siana umo. Watu wakata ifi kwenye mgesiti bali. Mimi hapa katikanya tunatosangu ifi. Nikanya. Nikachungulia papa. Nikaona watu wamejazana nje. Nikasema hapa alinipiti mpaka alinipiti. Nikaenda nachungulia. Nakuta watu wamenasana kama vile umbwa. Unajua umbwa kinazana. Mmoja anakuwa ifi kwa mbele, mwingine anakuwa ifi kwa Mbona yaani wewe umbea utakuua mwaka huu. Umia lakini ndio vile tu, kwa sababu nilienda China sikwenda kuangalia magorofa bekeke, nilienda kucheza judo, ndio maana hata hivi nimezoea hapo, nimeruka mtarakasi. Imekuaje? Hata ndio akamuita mume wake pale, kumbe mume wake ndio alitengeneza mtego, watu wanasiana hivi, ndio akafanya hivi fidawa vyake, ndio mwana nili pale ikaachia mwanaume akakimbia na mke wake akapewa mtaraka isi 10. We usiniambie. Akapewa taraka 10, taraka ya kwake, ya baba yake, ya babu yake, ya mume yake, nyanya yake, mpaka watoto zake wakapewa taraka. Mboli. Imekuaje tena? Ndio hivyo. Mimi ndio nikaondoka na umbea wangu, nishasambaza. Tena nimepata faida. Nilienda kwa Asunta akanipatia 3,000, nikaenda kwa nani? Tena mpaka na yule ni nani? Ndio mume wako yule, mume tata nyama. Na yeye nikampatia umbea na yeye hivyo. Na yeye amekupa nini? Hakunipa, ila akaniambia utanipa wewe shilingi 500. Na wewe umempa nani umbea gani wewe? Simu wao nani? Yaani huo. Haya. Kwa hiyo nakuja kuchukua hela yangu. Utakuja kuchukua baadaye nyumbani. Ndio. Ila angalia. Huo umbea huo utakuponza. Haina shida bwana, wewe usijali, mimi najilinda. Mimi ni international cup. Ila unaombea mzuri muda mwingine. Na kupendeaga hapo tu. Unanipenda? Kweli? Hata mbukani tusiwaone. Si una mke wako? Wewe naogopa na mimi kuna siana mwenzangu. Kisha nikope ile chupa tetema. Sipendi kwanza, jana limefunja chaga. Alafu tukiwa ndani linapiga mikelele kama eti limefunywa linalia, mimi sipendi linalia ovyo. Huko mimi simo kabisa, niache. Hata tena nikubalie. Unasema mwenyewe unanipenda? Basi ameisha, baadaye. Haya po. Sasa alipo mrembo. Sasa ni mtongose. Tiki kwanza mtoto umbo namba 8 ameumbika, alivyoumbwa ameumbika. Huyu mtoto alivyoumbwa ameumbika. Tika anafikambia nyato kama mwenda wako. Wewe lazima nikutongose. Katika pita zangu nimekutana na Mboli. Mboli? Kuna umbea kanipa. Umbea?
Kanipa umbea. Mbalimbali kasema katika pita zake amekuta na watu wengi. Watu wamefumaniwa. Watu wamefumaniwa? Wamefumaniwa, wamenasiana huko. Wamenasiana? Makubwa. Afu Mbolimboli kwa maneno kaipata wapi? Ndio hivyo, mtu mwenyewe unajua tuna mambo mengi yule. Afu Mbolimboli heshimu maneno. Yaani yule heshimu vitu, kila siku ana vitu vipya. Sio anavipataga wapi? Ndio hivyo. Anaambia watu wamenasiana huko. Tena huyo mume wa mtu na mke wa mtu. Na hajakupa habari nyingine yoyote labda ya kwamba kuna watu wameuana, wamefanyaje? Hajakupa hiyo habari? Kuna mauaji tena? Yaani nimemaanisha hivi kwamba hapa aka kamji chetu hapa, kama unavyojua watu hawakai kuuana, mtu akaua mtu tu kawaida, yaani ni kawaida. Kwa hiyo hajapata labda hizo habari akakufikishia na wewe? Hapana, zaidi ya kunipa hayo tu. Kwa hiyo hajakwambia lingine? Hapana, hajaniambia chochote. Ila Mbolimboli. Alafu wewe na Mbolimboli ni marafiki sana? Hapana, si rafiki yako wewe. Yaani urafiki wangu wa mimi na Mbolimboli ni tofauti na wewe. Yaani naona kama urafiki wenu umezidi. Sina mjua tena mambo yake, yaani yeye kuongea, yaani kukabila kuongea kwake hajisikii kabisa. Yaani mtu yote akimwona njiani, yeye kwake anamchangamkia tu. Sawa. Haina shida, na mimi nimepata ubuyu. Tuendelee maana bado nywele zinaniwasha. Haya, sawa. Hujamuona umbwa amepita pa amekuja vikona kama gari la mwendo kasi. Unajua alikuwa amekuja kule kwenye mjiko wetu, alikuwa anatafuta mapilau, manyama makuku tuliyopika jana asubuhi, akawa anatafuta viporo. Hujamuona? Nani aliyopika leo humo ndani? Hivi kombe hatujapika. Hata sijui alikuwa anafuata maji. Wewe acha kujizungusha. Acha kujizungusha. Ndio. Wewe ulikuwa unataka kutoka. Umejuaje sasa? Nimejua tu. Yaani kwa style ulokuja nayo hivi. Najua tu wewe ulikuwa unataka kutoka. Hivi style ya hivi kama mbuzi kagoma kwenda. Sasa sikia mme wangu. Yaani ipo hivi, katika siku ya leo mimi na wewe hamna kutoka nje. Nataka tukakae ndani mimi na wewe siku nzima. Hata bwana, mimi uje kwenye kolomelo la ngoma, kuna kitu kinafanya wanya hivi kwenye mkono. Yaani ninaumbea ambao siwezi kukata nikakaa nao ndani. Nataka niende nje, leo nitembee mtaa wa kwanza, mtaa wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, nikasambate umbea mpya, kila mtu apate kujua, akae kwa maneno yake kwa kwado. Mume wangu, kuhusu hilo sala lako la umbea hilo, tunaenda kupeana umbea mimi nawe chumbani. Hata makini. Hata usinifuta hivyo. Ndugu yangu, habari yako bwana? Salama, kwema. Salama. Ndugu yangu, wewe ndio nipeleka kwa mganga. Kaka. Naam. Nimekuja hapa. Na hadi muda huu sielewi kinachoendelea. Kivipi? Sawa. Naona mambo hayabadiliki hata muda huu. Yaani sielewi. Kwa sababu mambo niliyotegemea, nilijua sasa hivi nitakuwa ni tajiri mkubwa. Lakini naona mambo yamekuwa slow sana. Sasa basi, kama ulikuwa ujui, wakati unaendelea kufanya mambo yako, kuna mtu alikuona. Mtu gani? Kwa sasa siwezi nikakwambia huyo mtu ni nani, kwa sababu nishampa onyo, na kama asiponisikia utajua nini cha kufanya.
lakini tambua kuna mtu alikuona, na ndio maana mabadiliko yaoni. Kwa ndugu yangu, unanisaidia vipi sasa? Wewe unavyofikiri mimi hapo nakusaidia nini, wakati mashati ni wewe mwenyewe umeyabananga, umeharibu. Na msaada gani mimi hapo? Nimekupa msaada, umenifuata kaka, bwana, hali yangu ya maisha mimi sasa hivi sielewi. Nikakwambia twende nikupeleke sehemu, nimekupeleka sehemu, mashati uliyakubali wewe mwenyewe. Sasa wewe umeshindwa kuwa makini na usika nini mimi hapo? Hujua najiuliza sana, hujua kuna vijana hawana akili hapa mjini. Kuna vijana hawana akili kabisa. Yaani kinashangaa, mtu umepata mshangazi, umepata mtu kukulea, hafu unashindwa kumaintain figa. Hata kuna kijana mmoja kule Busa kwa Mparange, amepata mshangazi, amepata jimama, na jimama likasema mimi nataka nikulee. Nitakupa magari, nitakupa majumba, nitakupa umbwa, mifugo yote ufuge nyumbani kwako, uwe tajiri, uwe milionea, na nitakuwa nakupa mshahara, wewe hakuna kufanya kazi, unakaa tu unajiachia. Hata akamwambia hata leo nataka twende guest. Hawakatoka nyato mpaka wakaenda kwenye mgesti. Ile kufika kwenye mgesti, kumbe yule bwana muda 100 foko, yani msingo haufanyi hivi. Ule mshangazi ukakasirika, ukakimbia mbio, ukamwacha yule bwana mdogo pale pale. Aisee, mshangazi ningeupata mimi. Sio wewe tu, hata ningemupata mimi nakwambia, ningemwacha tipa tetemangu. Unajua tipa tetema wangu kwanza kila siku ananibana ndani, anataka tu tufanye hivi. Hata mimi najiuliza, mbona mimi siwezi sasa mwendo hiyo kila siku? Kwanza mimi sio kitu usichokijua. Ngoja nijimbelee mwenyewe. Mwenzio jogoo langu alipandi mtungi. Yaani nikifanya kimoja chali. Ndiwe nikifanya kimoja chali. Okay, twende mada. Wewe ukosi mada wewe. Tuendelee na story. Kaka, kumbuka nishapoteza mtoto wangu, na yule nilikuwa namtegemea kwa baadaye anaweza akanisaidia. Lakini sasa nimeshampoteza, na hapo sasa unaniambia kuwa masheti imeharibu. Sielewi nifanyaje. Kwa upande wangu mimi sioni cha kukusaidia. Na pia kule kwa yule mtu amesema usimfuate kumshirikisha chochote kile, kwa sababu mimi hizo taarifa za kuwa wewe mtu amekuona nilienda kuzipata kule kwake yeye. Hivyo basi pambana mwenyewe na hali yako. Kaka, kumbuka wewe ndio ulionipeleka kule. Bila wewe mimi nisingemjua yule mganga. Baada ya wewe ndio kunisaidia mimi, sasa hivi unanikana. Naona yeye sasa ngumu. Sasa na mke wangu atanifikiria vipi? Sasa na mke wako mimi nahusikaje hapo? Wewe utajua mwenyewe. Mke wako hajue, asijue, umwambie, usimwambie, hiyo inakuhusu wewe. Na hivi ninavyoongea, naomba uondoke nyumbani kwangu. Nikitoka nisikukuti. Kaka, mjomba. Niache. Unataka umbea mwingine? Hata umbea mwingine, bwana, huu ni Konki Master. Unamjua Sango? Namjua. Bwana Sango amefanya kitu kikubwa na cha ajabu sana. Vipi? Twende kwenye pointi. Tatizo moyo unaniuma. Yaani ninavyofikiria moyo unaniuma, tena moyo wangu unafanya kuta. Kwa sababu Sango amefanya kitu cha ajabu kwenye mji wetu. Sango bwana sio kufanya hivyo. Sango kubana roho mbaya hivi. Fanyaje Sango? Juzi wakati natoka Sango kwa mama tupale kunywa wenzi, nikapiga Sango pega kwanza, nikapiga pili, pega tatu, ya nne, ya tano, mpaka nikawa nikitembea nafanya hivi. Nafanya hivi. Hata nikapiga tena nikasema ngoja kwanza nikate gogo. Hata unajua nasema ukiona kichaka mafia nakubana. Mimi nikaona kichaka hivi. Nilipoona huko nyuma nikasikia pwa nikasema kumekuta. Nikaenda kwenye mkichaka, nikakaa chini, nikawa nakata gogo. Hata manene nakata gogo, namuona Sango. Hana usiku wa manene, namuona Sango kanyata akachukua mjiwe mkubwa hivi. Akakuja, akafanya vanta kupiga baba. Vipi? Vipi? Safi. Shida gani? Hapana, nimeongea. Una shida gani wewe? Hata mimi nashangaa kwa nini nimekuwa bubu. Twende, ulisha mada siji nani twende ongea. Mbona nimekuwa bubu?
Okay. Bwana anaongea vizuri. Ulimtaja Zengwe? Sasa twende alifanyaje? Hata bwana Sengo katika pita zile sino nikamwona ameenda amenyatoa akachukua mjiwe hivi mkubwa akawa anataka kupiga baada. Wewe. Una shida gani? Wewe utakuwa una tatizo. Subiri. Mbona nimeongea? Ndio tumalikia uombea. Wakidumu, naongea sasa njoo bwana. Wakidumu. Unarudi kwa mganga, mbona umekaa hapo? Taarifa aliyonipa mimi kidogo ni ya furaha. Kaniambia kipindi tunasikia sauti nje, kasema ile ni dalili ya kurudi mtoto wetu. Ila sitoshe, nimepewa dawa ili utafune na mimi nitafune. Ametupa masaa 24 mtoto anaweza akarudi hapa. Kweli? Ondoa shaka. Naomba Mungu mwanangu arudi. Sawa. Basi mimi nipo ndani. Haina shida, na mimi napunga upepo kwanza nje hapo. Sawa. Yesu asije naifanyaje. Odi Shem. Shem. Abe. Shem. Abe. Mume wako ana tatizo. Mume wangu? Tumekutana mtaani huko. Kuna jambo alikuwa anataka kuniambia, lakini ghafla kaingia kama bubu fulani. Sasa sijajua shida nini. Kiukweli mimi mwenyewe nilishindwa kuelewa hili jambo. Nikaamua kumpotezea na kufuata mambo yangu. Ghafla anafika mbele na shangaa eti anasema, "Wewe sauti imerudi, njoo nikwambie sasa." Nikifika pale, nimeona kama ananiigizia vile. Kwa hiyo mume wako Shemu ana tatizo. Hebu naomba unipeleke. Sawa, twende. Shem. Abe. Mume alikuwa hapa na ndo alikuwa na kigugumizi hapa alikuwa. Alikuwa hapa? Ndio alikuwa hapa. Sasa yuko wapi? Itakuwa yuko mitaani. Maana si unajua yule mume wako mtu wa umbea sana. Jamani, mume wangu. Hivi unajua baba ananikondesha. Yaani baba ananikondesha. Sasa sikia shemeji. Asante bwana kwa taarifa. Ngoja mimi nielekea hivi, niendelee kumtafuta wewe, ndo nitampata. Basi mimi ngoja nikusaidiege kumtafuta huko. Basi sawa. Sawa. Haya.
Safi. Nimeshakuachia fedha pale. Sasa mimi natoka. Sawa. Mimi samani. Bila samani. Kwa taarifa anazisikia mtaani zimesambaa sana. Taarifa? Kuhusu rafiki yako kupotea na mtoto. Amepotea? Yule mdogo wewe. Wewe umesikia na nani? Yaani hizi taarifa watu wengi wanazijua. Sasa wewe iweje ukose taarifa? Mimi ndo kwanza hizi taarifa nazipata. Sina anachokifahamu mimi. Ila pia inawezekana hili sio la kweli. Kwa sababu kama ndo la kweli, mimi lazima ningepata taarifa. Hata kwa simu basi angenifikishia. Inawezekana haya ni maneno tu ya mtaani. Sawa. Sawa, anyway, nitajua kama la kweli au sio la kweli kwa sababu na imani anaweza akanipa taarifa. Sawa. Okay, basi mimi natoka baadaye. Haya, poa, baadaye. Mtoto wa kike wa watu, mtoto wa kike, mtoto wa kiume wa watu, nimejiachia kama hizo mashausi, nikawasa, nikasema kwa nini kila nikitoa umbea utoki? Na yeye kidumu ametega masikio yake amekaa hivi kama nyungo za Afrika Mashariki zinasubiria kuchukua taarifa habari kutoka TBC au kupeleka BBC. Na ananitumbulia machofi, anasikiza tunimupe umbea. Unajua niko na mupe umbea gani? Unamjua Mr. Sengo? Bwana Mr. Sengo yule pale, kuna sehemu nilimuona hata nikaanza kumwambia kama hivi. Nilikuwa nimetoka zangu kwa mama tupele kunywa zangu ulansi, nikapiga zangu pegi zangu 3 4 5 mpaka 10. Hasa si unajua mtu ukireba unafanya hivi unapepesuka. Nikasema ngoja nirudi zangu nyumbani nikapumzike. Ila nimepita nyatu nikatembea nikafika sehemu nikasikia tumbo langu linafanya gururu. Yaani kama minyoo imefanya picha kwenye mtumbo langu, kama kuna mabomu ya nyuklia na Irani yanafyatuana kwenye mtumbo yangu. Nikasema ngoja niende nijikase, nikifika nyumbani ndio nikate gogo. Hamana, nikapita sehemu nikasema ngoja nikate gogo, nikasema ngoja tu niende sangu nikakate gogo nyumbani. Ila nikanyata nikatembea nikafika sehemu nikabona kichaka. Sema unajua wanasema ukiona kichaka mafia yanakubana. Hata mimi nilipoona kichaka mafia kanibana. Nikasema kichaka nimekiona, ngoja nikanyata nikaenda kwenye kichaka nikafua suruali yangu nikaanza kukata gogo. Ile nakata gogo tena mafia yangu yananuka jamani. Sasa wakati nakata gogo si ndio namuona Mr. Sengo anakuja amebeba mtoto hivi kwenye mkifua wake, anakimbia tu. Akafika mpaka sehemu kuna mkichaka akamweka mtoto chini, nikaona kanyatua akachukua jiwe, amechukua jiwe anafanya hivi vitumbua maandazi na maharage na chapati. Utakatia mchanga kwenye kitumbua. Hivi nimesemaje? Malizie mada yako. Kama nachanga, tena nilikuwa nataka kuongea umbea. Hata vitumbua na chapati vimetokea. Hauna adha kula. Hapana bwana, nimekuja kukuletea umbea kama Mr. Sengo amechukua jiwe akawa anataka kufanya hivi vitumbua maharage akatia pilipili mtama kwenye maembe. Haya tena nene hivi naongea nini mimi? Mboli wewe. Vitumbua maana yake vimetokea wapi? Hata vitumbua maana yake vimetokea wapi? Mbona naongea umbea utoke? Tunataka kusema Mr. Sengo kaua. Ndio Mr. Sengo kaua, akachukua jiwe akamubonda hivi mtoto akafwa. Kumbe sasa naweza nikaongea. Sauti imetoka. Hata Mr. Sengo akachukua jiwe akafanya hivi mtoto makanja na maharage wakajaa pilipili mtama na pilipili manga. Kwa nini nimesemaje? Vitumbua na mtama yametokea pesa sasa yote. Hata kwa nini imekuwa hivi? Au kuna mchezo amenichezea? Ndio sijui sasa. Hapana. Hapo ngoja kwanza nifikirie. Nimegundua itakuwa kwa sababu sijanywa chai asubuhi. Si unajua nilikuwa najaribu kufunga. Nilikuwa nataka kufunga, sasa naona njaa imekuwa kali na maana umbea utoke. Lakini hapana jamani, mbona kama najiongopea mwenyewe. Hata ngoja nirudi kwanza nyumbani. Nikatulize beng yangu burongata wangu wa nyuma, uende nikauweke mbele, alafu nikija nakuja na umbea konki mas. Tuna sasa nikija na butia pilipili na utia chumvi nyingi, ndio maana na uleta au na utia chendu. Nisema utia chumvi nyingi na utia chendu. Ngoja niende kwanza nyumbani, alafu nikirudi nakuja kukuletea umbea konki master. Haya, kwa heri bwana.
Haya. Lakini kwa nini nimeshinda kutoa umbea? Yaani najuta mimi jamani. Haya bwana kweli. Haya mboli. Haya. Ila nimeumbuka vibaya. Yaani mboli. Yaani hadi tumbe wake. Sije kutangala huyu. Nilijua tu utaanza na jina hilo. Na sasa yule kijana alikuja hapa kwangu. Amekuja kwa ajili ya pia kuniomba msaada ili ajue namsaidiaje. Mimi nimemwambia aende akapambane na maisha yake, kwa sababu uzembe amefanya mwenyewe. Sasa mimi nahusika nini hapo? Kwa sababu uzembe amefanya mwenyewe. Mbona mimi mwanangu mwenyewe niliua. Mimi niliua mwanangu. Na yeye amekuja, nimemsaidia kama kijana mwenzangu. Nikampeleka sehemu ambapo nilipofanikiwa mimi. Lakini cha ajabu, yeye ameshindwa kufuata masharti. Ndio. Sasa unajua vitu vingine unaweza ukamsaidia mtu na usiwe na lawama. Mimi nimemsaidia. Sasa hapo lawama yangu inatoka wapi? Au kosa langu hapo nini? Kumsaidia kumpeleka kule? Alipokosea yeye hajakagua vizuri lile eneo, kama kuna mtu anamuona au amuone. Lakini kumbe kuna mtu alimuona. Ndio. Yaani mimi hata akipatikana mwingine naua tu mbele ya utajiri kaka, naua. Hapo cha kufanya nasubiria tu majibu. Nimeshaongea naye. Basi sawa, nakuja sasa hivi hapo. Haina shida. Sawa, ngoja nimwage wife basi nakuja. Mke wangu. Mimi natoka basi. Sawa. Ila naomba unaendelee chakula mapema basi, maana na njaa sana. Baadaye. Leo nimevurugwa kabisa. Kuna nini tena? Leo nimemsikia mume wangu anaongea na simu. Nimemsikia yeye, kumbe mtoto wetu ndo kamua yeye. Mume wako amemuua mtoto wenu? Mtoto wetu amemuua. Hapo nimesikia namshirikisha na rafiki yake, kama yeye walienda kwa mganga. Na rafiki yake mkubwa namjua, mume wangu ni mume wako wewe. Hapo umeongea kitu. Kwa hiyo mume wangu anaweza kumuua mtoto wetu? Kama mume wako rafiki yake ni mume wangu, inamaanisha kwamba Mungu wangu. Sasa hapo tunafanyaje? Cha kufanya twende polisi tukaripoti, maana wanaume wanatuchanganya. Itabidi tuwapeleke polisi tukawafundishe, tuwape funzo. Tena tusipoteze muda, twende sasa hivi.
Hai, mume wangu. Mke wangu. Wewe. He. Ulikuwa wapi? He, nilikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Acha mke wangu, kwanza lini unaniongeleza hicho umesimama wima kama sikarijeka nasubiria kupigwa gwaride? Nakaa na unanipa majibu. He, ndipo kaa tusungumse. Haya, ulikuwa wapi? Acha mke wangu nilienda kusulula. Wapi? Hai, nilienda mpaka Mbande Kisewe, nikapita nikatokea Musongola, nikaenda mpaka Sala Nyegezi nikatokea Kunduchi, ndo nikashuka mpaka Kifaurongo, nikaja hapo kwenye nyumba yetu. Hivi unajua nimeenda mpaka Mbagala? Ulienda mpaka Mbagala? Mbagala shari mulifika? Nimekwambia nimeenda kote, nimekukosa. Mbagala rangi 3. Wewe nimekwambia nimeenda kote. Hivi unajua mwanaume sasa hivi unanikondesha wewe. Hai, Mbagala sakiemu. Unamuuliza nani hilo swali? Naona tushaanza kupandana kichwani wewe. Mimi na wewe tumeanza kupandana kichwani. Hivi unalijua ulikuwa unanikondesha mimi sasa hivi. Natembea mguu mpaka Mbagala kote huko nakutafuta wewe. Kweli? Umeenda mpaka Mbagala shari ya njano? Nini? 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 Mboli. Nipite mke wangu, nipite. Nakufua mimi jamani. Mboli. Ndio. Nimekwambia wacha umbea. Ni wacha umbea? Uache umbea. Sawa, ndio jini musimu nimekuelewa. Ukiendelea hivyo, kifo chako kitakuwa halali yangu. Mkifo yangu itakuwa mwalali yako jini? Ndio. Mke wangu nisaidie. Toka hapo wewe kasa kimbe kae ndani. Nikalale. Tena usingizi sasa. Toka kimbe kae. Mke wangu twende. Hapo umemkomesha. Yaani hapo nimeipenda shoga yangu. Kazidi mumeo. Shoga yangu. Ile wazo lako unaona kama litafanya kazi Kabisa. Maana nimefikiria ukishakuja pale na ile shuka lako jeupe, ukishaanza mambo yako pale na mume wangu alipokuwa muoga sasa kama namuona. Usijala nini? Mbona limeisha hilo? Sasa shoga yangu sikia. Uandae shuka kabisa. Kwanza ukija pale shoga yangu tutakuwa tufanye kama hatujuani. Yaani kama hatujawahi kuonana mimi na wewe. Na itabidi na mimi nishtuke nijifanye tena naomba msaada kwa mume wangu tena. Najifanya ile Lazima iwe hivyo. kwa mzimu. Uko unacheka sasa akijua kama tuna act. Ndio hapo. Bwana tunaigiza kweli. Ngingi. Wewe usijali. Ajiandae tu. Na usimuone huruma. Naomba ukaze mama. Mumeo kazidi umbea na kaombea aache. Mwenye nitaka aache. Kama vile shoga. Sasa sijakazimia. Akizimia mwenzangu sina mmwagia maji ya baridi azinduke. Kikubwa ombea aache. Maana aibu naona mimi mtaani. Basi imeisha. Na kutegemea. Baadaye mimi nakuja shuka yangu jeupe. Nitamtisha kisawa sawa. Baadaye udugu wangu. Haya. Mbona wakao patikana tena kumtisha? Mbona kajuta? Tumemwona kisawa sawa. Huyu kapatikana leo. Yaani ndio huu ndo mwendo wake. Najua ataacha. Akina ni tena. Paka mmoja ataacha. Shoga yangu asante sema umenisaidia pakubwa sana. Wao sio. Asante. Ngoma hii. Nikamwangalia kaka au kaka. Mwanzo kwa kuoga ule. Mimi naenda. Haya. Mbali mume wangu. Mbali.